Yes, my dear people, who are watching there. This is Creative Art TV and this is Michael Brown, kipenda Michael, the journalist kabisa. Niko na ndugu yangu hapa kutoka eneo la Zanzibar. So kumesha kuwa tuko Zanzibar. Hapa tuko Zanzibar na hapo tuona hapa. So tunaenda kujua yale ambayo yanayoajili all yale ambayo yanayoendelea katika eneo la Tanzania, sehemu ya Zanzibar. Hapa ni Michael Brown ambaye kabisa nimekuletea kipindi hiki na niko na mgeni hapa. Ningependa pia aweze kujitambulisha. Karibu. Asante. Kwa jina naitwa Ummul Kulthum, lakini kwa unaweza kuniita Umi. Ni mkazi wa Zanzibar, Pwani, Mombasa. Hilo jina ambalo haja kwanza ni ngumu sana. So mimi nitachukua Umi. Okay. Umi, nimefurahi kukuwa na wewe katika conversation hii. Asante sana. Najua Wazanzibar mnajua Kiswahili kutushinda sisi, lakini usinicheke nitakapotamka vibaya. Okay. Najua Kiswahili ni cheni. Okay, Umi, watazamaji pale wangependa kujua Umi yeye ametoka wapi katika eneo la Zanzibar. Kama nilivyosema mwanzo, ni mkazi wa Zanzibar na natokea Fuoni, Mambo Sasa. Fuoni. Mambo Sasa. Kwa sababu Fuoni ni kubwa. So Fuoni, Mambo Sasa ndio sehemu ambayo natokea. Kiswahili sasa kimeanza. Fuoni. Sasa hapa sisi hatuelewi. Okay, Umi. Kuna watu ambao hawajazoea sana neno Zanzibar. Mara muda mwingine huwa wanapata kuchanganyikiwa Zanzibar, Tanzania. So okay, kwa wewe kama mkaaji wa Zanzibar, unaweza tupatia utofauti ama neno Zanzibar na Tanzania vinaunganishwa aje? Okay. Nikiongelea neno Zanzibar, naongelea visiwa viwili. Okay. So Unguja na Pemba. Unguja ndio sehemu ambayo natokea mimi. So ukichanganisha Unguja na Pemba unapata neno Zanzibar. Na kwa nini wa Tanzania? Kabla ya kupata uhuru kwa Zanzibar na Tanzania na Tanganyika, ilikuwa ni vitu viwili tofauti. Kulikuwa Zanzibar na kule kulikuwa Tanganyika. Kwa baada ya independence walikaa kwa pamoja wakadecide kwamba wacha tuwe kitu kimoja. Na ndio maana likatoka ile neno Tanzania. So tukiangalia in deep, Tanzania ni muunganiko wa sehemu vitu viwili. Tanganyika na Zanzibar. Tanzania. Okay. Rais wa Tanzania ambaye ndo Dr. Samia Suluhu anatoka eneo la Zanzibar. Na ni kama mnataka kufanana na rais wa Tanzania ama ni familia au ni kufanana tu? Sidhani kama tunafanana. Labda tuongelea kufanana ni vitu unaongelea vitu vingi. Okay, tunaweza tukafanana labda the way tunavyo cover kichwa chetu labda. Lakini in terms of like kama ni familia ama ndo nimetoka kwenye ukoo wake, hapana. Labda sote ni Wazanzibari. Inawezekana ikawa kuna huo ufanano. Sababu tumetoka sehemu moja, Zanzibar. Ndugu mpenzi msikilizaji, tuko na Umi kabisa, mkaji wa Zanzibar pale, na amejaribu kutupatia utofauti kidogo wa Zanzibar na Tanzania, au jinsi neno Tanzania kabisa limekuja kuunganishwa. Okay, Umi. Watazamaji pale wangependa kujua Umi yeye amesoma ama Umi yeye ni mtu tu alizaliwa tu akiwa na elimu kabisa kutoka mbinguni? Okay, nikimzungumzia Umi, ni mtu ambaye alisoma. Hakuna sidhani kama yupo Umi ambaye alitoka na elimu yake kutoka mbinguni. Sijui. Lakini nimesoma. Nimeanza chekechea hapo Zanzibar. Nikaenda zangu mpaka sekondari Zanzibar. Nikaenda zangu mpaka university na nimesoma the State University of Zanzibar. Ndio university ambayo nimesomea. Yaani hapa tuko tunaongea na msomi kabisa. Ndio maana nikasema hapo mwanzo kweli Kiswahili, unajua sasa we umezaliwa pale ambapo Kiswahili kiko. Na sasa ukaenda shule ukakisoma tena yani ukakizingatia kabisa. Okay, Umi, tukielekea kumaliza pale. Umi,
tukijaribu kuangalia nchi ya Tanzania hapo awali kulikuwa na misukosuko ama kulikuwa na maandamano pia ambayo sasa yalipelekea mambo mengi au mali nyingi kuweza kuharibiwa kulingana na jinsi ambavyo vijana walikuwa wanajaribu kutoa migomo, na mambo kama hayo muda mwingine huwa yanaleta pia yanarudisha nyuma nchi kiuchumi. So kwa mtu kama Umi ambaye pia ameweza kusoma, ni kitu gani ambacho unafikiria huwa kinasababisha watu waweze kugombana au watu waweze kukosa amani? Kiupande wangu nahisi kuna need behind ambayo kuna baadhi ya watu fulani hawajaipata. Okay. Kwa sababu tukiangalia conflict yoyote ikija, kuna kitu ambacho mtu hajakipata kwa hiyo wanaanza kugombana. Naweza nikaelezea kinamna hiyo. Okay. Kama wanapigania ama wanagombania kitu, imagine hicho kitu angekipata, kungekuwa kuna ugomvi? Hapana. Hakuna. So kuna kitu ambacho amepambania. Okay. There is this word called NVC. So Umi, how can you define a word NVC? Okay, NVC is short form. But long form is non-violence communication. Absolutely. Nikiongelea non-violence communication, naenda kuongelea ile communication ambayo ina deal na mambo ya needs, value, pamoja na feeling. Kwamba mtu yote ambaye amepata elimu ya NVC, kuna utofauti wa the way anavyotatua migogoro yake, exactly. The way anavyo react akisikia mtu amemkatalia kitu ambacho anakitaka. So NVC naweza nikasema kwamba ni ile communication ambayo inaondoa migogoro. Like ukiniuliza kitu ama ukitaka kitu kutoka kwangu, nikikunyima, unaelewa kwamba kuna reason behind. That's why Okay, so to conclude there, so I would like to ask you, why Zanzibar or Tanzania do we need NVC skills? Or maybe I can say why NVC is very important in Tanzania. Okay. NVC ni muhimu sana kwa Tanzania kwa sababu as human being hatukutoka kwenye tumbo la mtu mmoja. Actually. Na hatuna tabia moja. Tabia ziko tofauti na tumetoka kwa mtu, yani watu wawili tofauti. Kwa hiyo of course migogoro ipo. Na tukiweza tukapata hii non-violent communication, tunaweza kama ulivyosema mwanzo, kuna uliwe kutokea mgogoro wa kulima kwa Tanzania, ndio. Sisi tukiweza tukaipata hii NVC, inaweza ikatusaidia namna gani tukatatua haya matatizo, ama kama kutokea kuna mgongano fulani wa maneno, tukikaa kitako chini tunaweza tukapata suluhisho bila kugombana. Okay, nimeshukuru sana Umi kwa muda wako. Asante sana, nimeshukuru pia. Ndugu mpenzi msikilizaji, pia mtazamaji unayetazama pale, ni Umi, mkaji wa Tanzania lakini katika eneo la Zanzibar. Na unajua Zanzibar huko ndo kwenye sasa Kiswahili kinazaliwa, na bila kusahau huko sasa ndo kwenye ambaye rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu anatokelezea huko. So kumaanisha kuwa hapa niko na mtu wa kwao Samia Suluhu hapa. Ndio maana sasa hapa siwezi nikafanya mchezo hapa juu najua simu kupigwa na mimi kukamatwa inakuwa ni very easy. So kwa hiyo Umi, asante sana. Okay. Purchase your tracks today.